Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia ni pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa kundi la Hamas limevunja makubaliano kusitisha vita. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anatamani kuwania muhula wa 3 wa urais wa Marekani, jambo ambalo ni kinyume kabisa na katiba ya taifa hilo. Jeshi la Sudani limetoroka mji wa El Shafa baada ya waasi wa RSF kuteka nyara. Na Marekani imetoa onyo kali kwa rais wa Venezuela ikisema siku zake zinahesabika. Hizo ni miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia katika matangazo haya ya Rubaa za Kimataifa, tukipeperusha matangazo haya mbashara kutoka katika viunga vya Green Valley School Arusha, Tanzania. Nahodha wako ni mimi Awadhi Rashidi. Tafadhali niweke mahala pema moyoni mpaka majira ya saa 11 kamili za jioni saa za Afrika Mashariki. Maoni yako ni sehemu ya kipindi hiki, tuandikie kupitia 0752270000. Vile vile unaweza kurambaza katika kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii kwa jina la Arusha One Radio katika kurasa za Facebook, Instagram, X, TikTok pamoja na YouTube. Na huko tutarambaza na kusoma kile ambacho umetuandikia. Tuanze basi kukupatia taarifa ambazo tumekuandalia katika matangazo haya ya Rubaa za Kimataifa, na tuanzie kule Mashariki ya Kati. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa kundi la Hamas limevunja makubaliano ya kusitisha vita. Kauli hiyo imetolewa baada ya Hamas kurudisha mabaki ya mateka ambao Israel inadai tayari walisharudishwa awali. Netanyahu amesema serikali yake itajadili hatua za kuchukua pamoja na maafisa wa usalama. Licha ya makubaliano hayo, sauti za mabomu na ndege zisizo na rubani bado zinasikika katika ukanda wa Gaza. Mashambulizi ya hivi karibuni na mji wa Khan Yunus yamesababisha vifo vya watu wawili. Mchambuzi wa siasa za Israel Ori Goldenberg amesema mgogoro huu hautavunja makubaliano ya kusitisha vita. Amesema wanasiasa wa mrengo wa kulia wanataka Israel ichukue hatua kali, lakini uamuzi wa mwisho uko mikononi mwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Goldenberg ameeleza kuwa kinachoendelea kwa sasa ni matamasha ya kisiasa na si tishio kubwa kwa makubaliano yaliyopo. Ripoti nyingine zinasema mabaki ya mateka aliyorejeshwa ni ya mtu aliyeitwa Orif Trizfat ambaye alichukuliwa mateka na Hamas mwaka 2023. Familia yake imesema tukio hilo limewajeruhi tena kisaikolojia. Hamas bado haijatoa taarifa rasmi, lakini chanzo chake kimesema Israel inazua madai ya uongo na kuingilia juhudi za kutafuta miili ya mateka waliopotea. Katika ukingo wa magharibi, wakulima wawili wa mizeituni wamejeruhiwa baada ya kushambuliwa na Wayahudi karibu na mji wa Kalbia. Taarifa zinasema zaidi ya mashambulizi 250 dhidi ya wakulima wa Palestina yameripotiwa tangu msimu wa mavuno kuanza mwaka huu. Wakati huo huo, zaidi ya miili 50 imepatikana kwenye kaburi la pamoja karibu na Gaza City. Wengi hawajatambulika, jambo linaloongeza huzuni kwa familia zinazotafuta wapendwa wao waliopotea wakati wa vita. Israeli inasema bado inatafuta mabaki ya mateka 13 walioko Gaza. Hamas nayo inasema kazi hiyo ni ngumu kwa sababu ya uharibifu mkubwa uliosababishwa na vita. Waziri wa usalama wa kitaifa nchini Israel Itamar Ben-Gvir amesema Hamas inaendelea kucheza michezo na ametaka ivunjwe kabisa. Hata hivyo, wachambuzi wanasema makubaliano ya kusitisha vita bado yanaendelea kwa sababu Marekani na washirika wake wanayalinda kwa wivu mno. Zaidi ya watu 70,000 walioko Gaza wanahitaji matibabu ya haraka na ugonjwa wa hepatitis C nje eneo hilo umezuka. Wataalamu wanasema misaada bado hairuhusiwi kuingia vya kutosha licha ya makubaliano yaliyopo. Hali hii inaonyesha kuwa hata baada ya makubaliano ya kusitisha vita, raia wa Palestina bado wanakabiliwa na mashambulizi, njaa na matatizo ya kiafya. Wakati hayo yakijiri na licha ya makubaliano hayo ya kusitisha vita, bado jeshi la ulinzi la Israel IDF limeendelea kushambulia nchi mbalimbali za Mashariki ya Kati. Kwa pamoja, jeshi hilo limefanya mashambulizi kule nchini Syria, nchini Lebanon, lakini pia limeendeleza mashambulizi yake katika eneo la ukanda wa Gaza pamoja na ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotiwa saini Oktoba 10 mwaka huu, mashambulizi ya Israeli bado yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati, huku hali ya Palestina ikibaki kuwa ngumu, hasa katika ukanda wa Gaza. Ingawa makubaliano hayo yamepunguza kwa kiasi fulani mashambulizi dhidi ya Palestina huko Gaza, Israel inaendelea kushambulia nchi za Lebanon, Syria na ukingo wa magharibi, hatua ambayo wachambuzi wanasema inalenga kudhoofisha majirani zake na kudumisha hali ya kutotulia katika eneo hilo. Maafisa wa Marekani walizuru Israel wiki hii, lakini licha ya kuwa Tel Aviv ni mshirika mkubwa wa Marekani, hakuna dalili kwamba Washington iko tayari
tayari kuiwajibisha Israel kwa vitendo vyake vya nje ya Gaza. Jeshi la Israeli limekuwa likiongeza ukandamizaji dhidi ya Palestina katika ardhi hiyo inayokaliwa kwa mabavu. Tangu Oktoba 7 mwaka 2023, zaidi ya Wapalestina 1000 wameuawa katika ukingo wa Magharibi, huku Israel ikiharakisha juhudi za kutoa eneo hilo rasmi. Kwa wiki ya pili mfululizo, wanajeshi na walowezi wa Kiyahudi wamekuwa wakivamia mashamba na kuwashambulia Wapalestina wanaovuna zaituni. Miongoni mwa waliokamatwa ni mfungwa aliyekuwa ameachiliwa wakati wa makubaliano mafupi ya kubadilishana wafungwa mwezi Januari. Waziri wa fedha wa Israeli mwenye msimamo mkali wa Kizayuni Bezalel Smotrich amewataka wafuasi wake wamshawishi rais wa Marekani Donald Trump kuunga mkono utoaji rasmi wa ardhi ya ukingo wa Magharibi, akidai hatua hiyo itaondoa wazo hatari la kuundwa kwa taifa la Palestina. Kwingineko, Israel imeendeleza mashambulizi ya karibu kila siku ndani ya ardhi ya Syria, hasa katika maeneo ya kusini. Taarifa za vyombo vya habari vya Syria zinasema tangu kuondolewa madarakani kwa Rais Bashar al-Assad mwezi Disemba mwaka jana, jeshi la Israeli limevamia maeneo mbalimbali ya Syria na kushambulia miundombinu ya kijeshi. Shambulio la hivi karibuni lilitokea Jumapili katika vijiji vya Al-Razia na Saida al-Hanot mkoani Qatira, ambapo jeshi la Israel lilijenga kituo cha ukaguzi na kumkamata mfanyabiashara wa mikate kabla ya kuondoka naye. Mwakilishi wa Syria katika Umoja wa Mataifa Ibrahim Olabi alilaani uvamizi huo na kusema Israel imevunja makubaliano ya mwaka 1974 ya kusitisha mapigano, akitaka Baraza la Usalama kuchukua hatua. Nchini Lebanoni, Israel pia imekuwa ikiendelea kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano na kundi la Hezbollah licha ya vita kati ya pande hizo kumalizika rasmi Novemba 27 mwaka 2024. Mashariki mwa Lebanoni bado kumekumbwa na mabomu mazito kutoka Israel katika siku za karibuni. Siku ya Jumatatu, jeshi la kulinda amani la Umoja Mataifa UNIFIL lilidungua ndege isiyo na rubani ya Israel iliyodaiwa kutupa bomu karibu na doria yao. Baadaye tanki la Israel lilifyatua risasi kuelekea walinda amani hao, ingawa hakuna aliyejeruhiwa. Siku ya Jumapili, Israel iliwaua watu wawili katika maeneo ya Baalbek na Nakra, mashambulizi yao yakiharibu vifaa vya ujenzi na kusababisha vifo vya raia. Serikali ya Lebanoni imeitaka Marekani kuiwajibisha Israel kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha vita, hasa kutokana na kuendelea kwa ukiukaji wa mipaka katika maeneo matano ya Lebanon. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti mazoezi ya kijeshi yanayoiga shambulio la Hezbollah, ingawa wachambuzi wanasema kundi hilo halina uwezo wa kufanya mashambulizi makubwa kwa sasa. Naye makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema wiki iliyopita kuwa usitishaji mapigano kati ya Israel na Hamas unaendelea vizuri zaidi ya matarajio. Hata hivyo, mashambulizi ya anga ya Israel bado yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya ukanda wa Gaza. Taarifa kutoka hospitali Al-Auda zinasema angalau wa Palestina 100 wameuawa tangu makubaliano hayo kuanza, wakiwemo mmoja aliyeuawa na 4 kujeruhiwa katika shambulio la droni lililotokea kambi ya wakimbizi ya Nusraita siku ya Jumamosi usiku. Israel pia imezidisha vikwazo vya misaada ya kibinadamu na inawazuia wagonjwa kusafiri kupitia mpaka wa Rafah kwa ajili ya matibabu. Mmoja wa wagonjwa hao, Rasha Abu Sbeika, mwenye saratani ya kiwango cha juu, alisema anahangaika kupata ruhusa kuondoka Gaza tangu hospitali nyingi zilivyobomolewa na Israel. Kwa ujumla, wachambuzi wanasema hatua za Israel zinaonyesha kwamba makubaliano ya kusitisha vita hayakusimamisha vita, bali yamebadilisha uwanja wa mapambano, huku ukandamizaji wa Palestina na mashambulizi ya mipakani yakiendelea bila kukoma. Licha makubaliano ya kusitisha vita kati ya Israeli pamoja na Hamas, lakini jeshi la Israeli IDF limeendelea kufanya mashambulizi katika nchi mbalimbali za Mashariki ya Kati kama ambavyo umesikia katika taarifa hiyo. Na sasa tuelekee kule nchini Marekani ambapo ni kuwa rais wa Marekani Donald Trump amesema hatagombea nafasi ya makamu wa rais katika uchaguzi wa mwaka 2028, lakini ameeleza kuwa angependa sana kuhudumu kwa muhula wa 3 kama rais wa Marekani, jambo ambalo linapingana vikali na katiba ya Marekani. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa ndani ya ndege ya rais ya Air Force One, Trump amesema ingawa anaamini angeweza kuruhusiwa kugombea nafasi ya makamu wa rais, hatapitia njia hiyo, akieleza kuwa ina ujanja mwingi na kwamba wananchi hawataipenda. Trump mwenye umri wa miaka 79 alianza muhula wake wa pili mwezi Januari mwaka huu baada ya kuongoza awali kati ya mwaka 2017 na mwaka 2021 alipoangushwa vibaya na rais wa zamani Joe Biden.
Licha ya katiba Marekani kuweka mipaka mihula miwili tu kama rais, Trump amekuwa akitania mara kwa mara kuhusu uwezekano wa kuhudumu zaidi, hata kuonekana hadharani akiwa na wafuasi waliovaa kofia zenye maandishi Trump 2028. Wachambuzi wa siasa za Marekani wanasema Trump hawezi hata kugombea nafasi ya makamu wa rais kwa kuwa marekebisho ya 12 ya katiba Marekani yanaeleza wazi kuwa mtu asiye na sifa za kuwa rais pia hawezi kuwa makamu wa rais. Hata hivyo, Trump mwenyewe amesema angefurahia kuhudumu kwa muhula mwingine, akidai anapata viwango bora zaidi vya umaarufu kuliko wakati wowote ule. Alipoulizwa kama angepigania mahakamani haki ya kugombea tena urais, alijibu kuwa hajawahi kulifikiria hilo kwa undani. Rais huyo pia aliwataja makamu wake wa rais JD Vance na waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio kama viongozi wenye uwezo mkubwa wa kugombea urais mwaka 2028, akisema iwapo wangeungana wangekuwa timu isiyozuilika. Trump alitoa matamshi hayo akiwa safarini kutoka Malaysia kwenda Japan baada ya kuhudhuria mkutano wa kilele wa ASEAN huko Kuala Lumpur. Baada ya Japan, anatarajiwa pia kuelekea Korea Kusini kuhudhuria mikutano ya APEC ambapo atakutana na viongozi kadhaa akiwemo rais wa China Xi Jinping. Sasa tuelekee kule Japani ambako Trump alifika na kuzungumza na waziri mkuu mpya wa Japani Sanai Takaichi, ambapo Japani imeahidi imeingia mkataba na Rais Donald Trump wa kununua silaha kutoka kule nchini Marekani katika kile ambacho imesema ni kujiweka salama na mizozo ya kikanda kutoka China pamoja na Korea Kaskazini. Lakini hayo akijiri, pia Rais Donald Trump amesema anatamani sana kukutana na kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini Kim Jong-un kwa mara nyingine tena, huku ikulu ya mjini Pyongyang ikisema kwamba matamshi ya Marekani ya kusema Korea Kaskazini yaachane na silaha za nyuklia ni matamshi ya kipuuzi sana. Tuanze kule Japani ambapo Donald Trump ameingia makubaliano na Japan ya kuuzia silaha taifa hilo. Rais wa Marekani Donald Trump ameahidi kuimarisha kwa kiwango cha juu uhusiano wa kijeshi na kiusalama kati ya Marekani na Japan, wakati ushindani wa kieneo kati ya Washington na Beijing ukizidi kupamba moto katika eneo la Indo-Pacific. Akizungumza Jumanne mjini Tokyo, Trump alimsifu waziri mkuu mpya Japan Sanai Takaichi, akisema kuwa Japani ni mpenzi wa Marekani katika kiwango cha juu kabisa. Amesema taifa hilo linatarajiwa kununua kiasi kikubwa cha vifaa vipya vya kijeshi kutoka Marekani na kueleza imani yake kuwa uhusiano wa pande mbili utakuwa imara zaidi kuliko wakati wowote. Nataka ujue, wakati wowote mnapohitaji jambo lolote, msaada wowote au shaka yoyote kuhusu usalama wenu, Marekani itakuwa pamoja na Japan, alisema Trump mbele ya waandishi wa habari. Waziri Mkuu Takaichi, ambaye alichukua madaraka wiki iliyopita kama mwanamke wa kwanza kuongoza Japan, alimshukuru Trump kwa juhudi zake za kusuluhisha mzozo kati ya Thailand na Cambodia na kwa kujitoa kwake kwa amani na udhabiti wa kikanda. Viongozi hao wawili walisaini makubaliano mapya ya ushirikiano katika madini adimu na muhimu, rasilimali zinazohitajika katika utengenezaji wa teknolojia za kisasa kama betri, silaha za kisasa na vifaa vya kielektroniki. Makubaliano hayo yanalenga kupunguza utegemezi wa nchi za magharibi kwa China, ambayo kwa sasa inadhibiti sehemu kubwa ya soko la madini hayo duniani. Trump alisema makubaliano hayo ni hatua kuelekea enzi mpya dhahabu katika ushirikiano wa Marekani na Japan. Awali mwezi huu, Marekani ilisaini mkataba aina hiyo na Australia, ikiwa ni sehemu ya mkakati mpana wa kuzuia ushawishi wa kiuchumi wa China katika utawala wa Indo-Pacific. Tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, Japani imekuwa mwenyeji wa maelfu ya wanajeshi wa Marekani na ni moja wa wanunuzi wakubwa wa silaha za Marekani. Katika miaka karibuni, Tokyo imeongeza bajeti yake ya ulinzi ikijikita katika kujenga uwezo wa kujihami kupitia makombora masafa marefu na ujenzi wa jeshi la majini lenye nguvu zaidi. Marekani, Japani na Korea Kusini zimekuwa zikifanya mazoezi ya kijeshi ya pamoja, hatua inayokosolewa vikali na China na Korea Kaskazini, ambazo huona mazoezi hayo kama uchokozi na tishio kwa usalama wa kikanda. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaona kwamba ziara ya Trump na makubaliano hayo ni sehemu ya jitihada za Marekani za kuimarisha ushawishi wake katika Asia Mashariki, kuzuia kupanuka kwa nguvu za kijeshi na kiuchumi za China na kuhakikisha kuwa washirika wake wa jadi, hususan Japani na Korea Kusini, wanabaki mstari wa mbele katika ukanda wa Indo-Pacific. Kwa upande wa ndani, Sanai Takaichi anatarajiwa kuendeleza sera za kihafidhina na msimamo mkali kuhusu ulinzi, ikiwemo jitihada za kubadilisha katiba ya amani ya Japan
Japan ili kuruhusu matumizi mapana ya nguvu za kijeshi katika ulinzi wa taifa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema angependa kukutana tena na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un katika ziara yake ya sasa barani Asia, akisema bado ana uhusiano mzuri naye. Akizungumza na waandishi wa habari ndani ya ndege ya Air Force One, Trump amesema anaweza kukutana na Kim wakati alipita Korea Kusini kuelekea kwenye mkutano wa kilele wa APEC unaofanyika katika mji wa Gyeonggi. Ikiwa atapenda kukutana, nitakuwa Korea Kusini, kwa hiyo niko karibu tu, ningependa kumuona, alisema Trump. Trump alifanya jambo la kihistoria mwaka 2019 kwa kuwa rais wa kwanza wa Marekani aliyewahi kukanyaga ardhi ya Korea Kaskazini alipokutana na Kim Jong-un katika eneo la mpaka. Walikutana mara 3 kati ya mwaka 2018 na 2019 kujadili mpango wa kumaliza silaha za nyuklia kwa masharti ya motisha za kiuchumi na kiusalama, lakini hawakufikia makubaliano. Katika mazungumzo mapya yanayoweza kufanyika, Trump amependekeza kupunguza vikwazo kama njia ya kujenga tena uhusiano, ingawa hakutoa maelezo ya kina. Kwa upande wake, Kim Jong-un hivi karibuni alisema bado ana kumbukumbu njema za Trump, lakini akasisitiza kuwa Marekani inapaswa kuacha madai yake ya kipuuzi kwamba Pyongyang iachane na silaha za nyuklia. Tangu mazungumzo ya mwisho wa Trump na Kim, uhusiano kati ya Marekani na Korea Kaskazini umezorota, huku ripoti zikionyesha Pyongyang ikizidi kuimarisha ushirikiano wake na Urusi. Mwaka 2024 Urusi na Korea Kaskazini zilisaini mkataba wa ushirikiano wa kimkakati wa kina unaojumuisha kipengele cha ulinzi wa pamoja, hatua iliyoongeza hofu ya ushirikiano wa kijeshi kati ya mataifa hayo mawili. Haya ni matangazo ya Rubaa za Kimataifa kutoka Arusha One Radio. Mimi ni Awadh Rashid, na kwa habari, matukio, makala na taarifa zinazochipuka kila dakika, kila saa, kila siku, Arusha One Radio ndilo chaguo lako la kwanza. Fuatilia mitandao yetu ya kijamii katika kurasa za Facebook, Instagram, X, YouTube pamoja na TikTok, na unaweza pia kutusikiliza mtandaoni popote pale duniani kupitia online radio box Arusha One FM. Follow, like, share, comment na subscribe katika kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii na uwe sehemu ya jamii inayoishi habari kila siku. Arusha One Radio, siku zote tunakuambia ni sauti ya jiji na ndio chaguo lako pekee la kuungana nalo katika kupata taarifa mbalimbali. Msikilizaji, kwa sasa tuelekee pembe ya Afrika kule nchini Sudani, ambapo jeshi la Sudani limelazimika kuondoka katika mji wa El Shafa baada ya waasi wa Rapid Support Force RSF kuteka nyara mji huo. Jenerali Al-Burhan, mkuu wa jeshi la Sudan, ndiye ambaye ameagiza vikosi vya serikali kuondoka katika mji huo, huku umoja wa madaktari wasiokuwa na mipaka huko Sudan wakitaka umoja wa kimataifa kufanya kundi la RSF kuwa ni genge la kigaidi. Kiongozi wa jeshi la Sudani Jenerali Abdul Fattah Al-Burhan ametangaza kwamba wanajeshi wake wameondoka katika ngome ya mwisho iliyokuwa katika mji wa El Shafa, eneo la Darfur. Tangazo hilo limekuja baada ya kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Force RSF kuchukua udhibiti kamili wa kambi kuu ya jeshi mjini humo. Uamuzi wa jeshi kujiondoa, kwa mujibu wa Jenerali Al-Burhan, umetokana na nia kuwalinda raia dhidi ya mauaji na uharibifu zaidi. Alisema RSF imekuwa ikihusika na mauaji ya kimbari na uhalifu mkubwa wa mali za raia, na akaahidi kwamba wahalifu hao watashughulikiwa. Kuondoka kwa jeshi katika mji wa El Shafa kumewaacha zaidi ya wakazi 250,000, nusu yao wakiwa watoto, chini ya udhibiti wa RSF. Mashirika ya misaada yameripoti hali ya machafuko, ikiwemo mauaji, utekaji, uvamizi hospitali na mapigano kati ya RSF na wanajeshi waliokuwa wakiondoka. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kinachoendelea ni ongezeko kubwa la ukatili na kwamba mateso ya wananchi wa Sudan yamefikia kiwango kisichovumilika. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imeripoti kuwa wapiganaji wa RSF wamefanya mauaji ya papo kwa papo dhidi ya raia waliokuwa wakijaribu kukimbia, huku kukiwa na dalili za mauaji yenye misingi ya kikabila. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk alionya kuwa kuna hatari kubwa ya ukiukaji wa haki za binadamu kwa misingi ya kikabila unaongezeka kila siku. Mtandao wa madaktari wa Sudan umesema RSF imefanya mauaji ya kikatili, ikiharibu hospitali na vituo vya afya vilivyobaki. Mtandao wa haki za binadamu wa Darfur umedai kuwa zaidi ya watu 1,000 wametiwa mbaroni na RSF, jambo waliloleleza kama ukamataji holela na vitendo vinavyoweza kuwa uhalifu wa kivita. Pia mwandishi wa habari mmoja wa eneo hilo ameripotiwa kutiwa mbaroni, huku vyama vya waandishi vikionya juu ya uwezekano wa mauaji ya kimbari kama yale yaliyotokea Geneina mwaka 2023.
Umoja wa madaktari wa Sudan umeeleza kuwa mji wa Al-Shafa sasa umegeuzwa kuwa uwanja wa mauaji na ukizitaka jumuiya za kimataifa kutangaza RSF kama kundi la kigaidi. Mkuu wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher amesema mamia maelfu ya raia wamekwama mjini humo wakihofia maisha yao bila chakula, huduma za afya au usalama. Kabla ya shambulio hilo, takriban watu 260,000 wakiwemo watoto 130,000 walikuwa wamekwama katika mji wa Al-Shafa. Shirika la uhamiaji duniani IOM limesema zaidi ya watu 26,000 wamekimbia makazi yao hadi vijijini na mji jirani wa Tawila. Wakati huo RSF imedai pia kushambulia mji wa Bara katika mkoa wa Kordofan ambapo watu 47 waliuawa wakiwemo wanawake 9. RSF ilianza kama kundi la wanamgambo wa serikali lililojulikana kama Janjaweed ambalo lilikashifiwa kwa ukatili mkubwa katika vita vya Darfur miaka 2000. Vita vya sasa vilianza Aprili mwaka 2023 baada ya mvutano kati ya jeshi na RSF kugeuka kuwa mapigano makubwa katika mji mkuu wa Sudan Khartoum na maeneo mengine. Zaidi ya watu 40,000 wamepoteza maisha na karibu watu milioni 12 wamelazimika kukimbia makazi yao. Umoja wa Mataifa umesema Sudani sasa inakabiliwa na janga baya zaidi la kibinadamu duniani, huku baadhi ya maeneo ikiwemo Al-Shafa yakiingia kwenye njaa kali. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imeanza uchunguzi juu ya madai ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu unaotekelezwa nchini humo. Haya ni matangazo ya Rubaza za Kimataifa kutoka Arusha, Tanzania. Mimi ni Awadhi Rashidi. Taarifa tulizonazo jioni ya leo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kundi la Hamas limevunja makubaliano ya kusitisha vita. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anatamani kuwania muhula wa 3 wa urais wa Marekani, jambo ambalo ni kinyume kabisa na katiba ya taifa hilo. Jeshi la Sudani limeutoroka mji wa Al-Shafa baada ya waasi wa RSF kuteka nyara mji huo. Na Marekani imetoa onyo kali kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro ikisema siku zake zinahesabika. Kwa sasa tuelekee kule Tokyo, Japan. Mtu anayeshutumiwa kwa kumuua aliyekuwa waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe mwaka 2022 amekiri kosa la mauaji mbele ya mahakama. Kwa mujibu wa shirika la utangazaji la Japani NHK, mtuhumiwa Tetsuya Yamagami mwenye umri wa miaka 45 alikiri mashtaka yote yaliyosomwa na waendesha mashtaka wakati wa ufunguzi wa kesi yake leo. Yamagami anakabiliwa na mashtaka ya mauaji na uvunjaji wa sheria za udhibiti wa silaha baada ya kudaiwa kutumia silaha kutengeneza kienyeji kumuua Abe, kiongozi aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi katika historia ya Japan. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Yamagami alisema kila kitu ni kweli. Shinzo Abe alipigwa risasi Julai 8 mwaka 2022 wakati akihutubia wananchi katika kampeni za uchaguzi katika jiji la Nara, magharibi mwa Japan. Mtuhumiwa alikamatwa mara moja katika eneo la tukio. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa Yamagami alichukua hatua hiyo kutokana na hasira dhidi ya uhusiano kati ya chama cha Abe cha Liberal Democratic Party LDP na kanisa la Unification, kundi la kidini kutoka Korea Kusini. Inadaiwa kuwa mama yake Yamagami alichangia yeni milioni 100 sawa na takriban $663,000 kwa kanisa hilo, jambo liloharibu kabisa hali ya kifedha ya familia yao. Baada ya mauaji hayo, ilifichuliwa kuwa zaidi ya wabunge 100 wa chama tawala walikuwa na mahusiano na kanisa hilo, jambo lililosababisha kuporomoka kwa umaarufu wa serikali. Kesi ya Yamagami imepangwa kuendelea kwa vikao 17 zaidi mwaka huu, huku hukumu ikitarajiwa kutolewa tarehe 21 Januari mwakani. Ufunguzi wa kesi hiyo umejitokeza siku moja na mkutano wa kilele uliofanyika Tokyo kati ya waziri mkuu wa Japan Sanai Takaichi na rais wa Marekani Donald Trump, waliokuwa washirika wa dhati wa mwenda zake Shinzo Abe. Katika mkutano huo, Takaichi alimkabidhi Trump vifaa vya mchezo wa golf vilivyokuwa vinamilikiwa na Shinzo Abe kama kumbukumbu ya urafiki wao wa muda mrefu. Tuelekee kule Kingston nchini Jamaica, ambapo maafisa nchini humo wamewataka wananchi kuendelea kubaki ndani ya vituo vya dharura na majumba yao,
huku kimbunga Melissa kikielekea katika kisiwa hicho kikuu cha Caribbean kama kimbunga chenye nguvu zaidi katika historia ya taifa hilo. Kwa mujibu wa kituo cha kitaifa cha vimbunga cha Marekani NHC, Melissa ambacho kimefikia kategoria ya 5 kinatarajiwa kutua nchi kavu mapema katika eneo la St. Elizabeth kusini mwa Jamaica na kuondoka kupitia St. Anne kaskazini mwa taifa hilo. Waziri Mkuu wa Jamaica Andres Holness ametoa wito kwa wananchi wote kubaki ndani ya makazi yao. Na wasihi wa Jamaica wote wabaki ndani ya nyumba zenu. Epukeni safari zisizo lazima. Upepo mkali, mvua kubwa na mafuriko ya ghafla yanaweza kutokea wakati wowote, alisema Holness. Ameongeza kuwa hakuna miundombinu nchini humo inayoweza kuhimili nguvu ya kimbunga cha kiwango cha 5, akisema changamoto kubwa sasa itakuwa ni urejeshaji wa huduma baada ya maafa ya kimbunga hicho. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa kimbunga Melissa kimesababisha vifo vya watu 7 katika eneo la Caribbean, 3 nchini Jamaica, 3 kule Haiti na 1 katika Jamhuri ya Dominica ambako mtu mwingine bado hajulikani alipo. Kimbunga hicho kilikuwa kilomita 240 kutoka Kingston, mji mkuu wa Jamaica, usiku wa Jumatatu, kikiwa na mwendo upepo wa kilomita 282 kwa saa, kikiwa na uwezekano wa kusababisha upepo wa maafa, mafuriko makubwa na mawimbi ya bahari ya hadi mita 4 katika maeneo ya kusini mwa Jamaica. Waziri wa serikali za mitaa Desmond Mackenzie amesema serikali imeweka vituo 881 vya hifadhi, huku wakazi wakihimizwa kuhama maeneo hatarishi. Tumeweka kila kitu sawa, maeneo ya hifadhi, vifaa vya dharura na elimu kwa umma. Sasa ni kusubiri tu kuona matokeo ya kimbunga Melissa, alisema Mackenzie kutoka Kingston. Hata hivyo, licha ya maonyo hayo, baadhi ya wakazi wamekataa kuhama. Roy Brown, mkazi wa eneo la Port Royal, alisema siwezi kukimbia kifo, sitoki hapa nilipo. Wengine kama Enrico Code kutoka St. Elizabeth wameamua kufungulia majengo yao ili majirani wapate pa kujistiri, wakisema wanalinda maisha wenzao huku wakihofia athari kwa wavuvi na wakulima. Wataalamu wa hali ya hewa wamesema hatari ya kimbunga Melissa inaongezwa na mwendo wake wa polepole unaofanya madhara kudumu kwa muda mrefu zaidi kuliko vimbunga vya kawaida. Baada ya kuikumba Jamaica, kimbunga Melissa kinatarajiwa kuelekea Cuba Mashariki ambako zaidi ya watu 600,000 wamehamishwa, na maeneo ya Bahamas pamoja na visiwa vya Turks na Caicos yamewekwa chini ya tahadhari ya kimbunga hicho. Wanasayansi wameonya kuwa mabadiliko ya tabia nchi ndio yanayochochea ongezeko la kasi na nguvu za vimbunga kama vile Melissa ambavyo vinaongezeka kwa ukali na kusababisha mvua kubwa zaidi kuliko hapo awali. Hiyo ni taarifa kutoka huko nchini Jamaica katika mji mkuu wa Kingston. Sasa tuelekee kule nchini Uturuki ambapo Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amefanya ziara katika taifa hilo, na miongoni mwa mikataba walioingia pamoja na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ni mkataba wa ununuzi wa silaha, ambapo taifa la Uturuki litanunua ndege za kivita za F-16 kutoka kule nchini Marekani, lakini pia zitanunua ndege za Eurofighter kutoka kule nchini Uingereza. Serikali ya Uturuki imefikia makubaliano na Uingereza kununua ndege 20 za kivita aina ya Eurofighter Typhoon zenye thamani ya takriban dola bilioni 11 za Marekani, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kuimarisha ulinzi wa anga wa nchi hiyo wakati ikiendelea kutengeneza ndege zake za kizazi kipya Kan. Makubaliano hayo yalisainiwa mjini Ankara kati ya Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imeeleza mkataba huo kuwa mkataba muhimu zaidi wa ndege za kivita katika kizazi kimoja, huku Erdogan akisema ni ishara mpya ya ushirikiano wa kimkakati kati ya nchi hizo mbili washirika wa karibu. Akizungumza mjini Ankara, Starmer alisema makubaliano hayo pia ni faida kwa muungano wa kijeshi wa NATO ambao nchi zote mbili ni wanachama. Huu ni upande wa kusini mashariki wa NATO, na kwa kuwa uwezo huu wa kijeshi kwa kushirikiana na Uingereza ni muhimu sana kwa usalama wa muungano mzima, alisema Starmer. Ndege ya kwanza kati ya hizo 20 zinatarajiwa kuwasili mwaka 2030 kulingana na ratiba ya makubaliano hayo. Mwezi Julai mwaka huu, Uturuki na Uingereza zilisaini makubaliano ya awali ya ununuzi wa ndege 40 za Typhoon iliyopitishwa na wanachama wengine wa muungano wa Eurofighter ambao ni Ujerumani, Italia na Hispania. Maafisa wa Uturuki wamesema nchi hiyo inalenga kununua jumla ndege 120 ili kuimarisha jeshi lake la anga kabla ndege zake za Kan kuanza kutumika rasmi. Aidha, Wizara ya Ulinzi ya Uturuki imetangaza mpango wa kununua ndege 12 zaidi, kila moja kutoka Qatar na Oman, kama sehemu ya juhudi za kufikia uwezo wa kijeshi unaokaribiana na washindani wa kikanda kama Israel.
Mwaka uliopita Uturuki ilisaini pia mkataba wa dola bilioni 7 na Marekani wa ununuzi wa ndege 40 za F-16, ingawa utekelezaji wake umekumbwa na ucheleweshaji. Rais Recep Tayyip Erdogan pia amezungumza na Rais Donald Trump kuhusu uwezekano wa Uturuki kurejea kwenye mpango wa F-35 ambao uliondolewa mwaka 2019 baada ya kununua mifumo ulinzi wa makombora S-400 kutoka Urusi. Ziara ya kwanza Shtama nchini Uturuki kama waziri mkuu imekuja wakati ambapo Ekrem İmamoğlu, meya wa jiji la Istanbul na mpinzani mkubwa wa Erdogan, akikabiliwa na mashtaka mapya. Mwendesha mashtaka wa serikali amemshitaki İmamoğlu kwa tuhuma za ujasusi wa kisiasa baada ya kukamatwa mwezi Machi kwa madai ya rushwa. İmamoğlu mwenyewe akikanusha tuhuma hizo, akisema ni njama za kisiasa za kumzuia kushiriki katika uchaguzi ili kumuondoa Erdogan ambaye amekuwa madarakani kwa zaidi ya miongo miwili. Tukitoka huko Ankara nchini Uturuki, sasa tuelekee kule Caracas nchini Venezuela, lakini taarifa hizi ambazo zinatoka kule nchini Marekani ni kuwa serikali ya Marekani na hususani baadhi ya wabunge wametoa onyo kali kwa serikali mjini Caracas inayoongozwa na Rais Nicolas Maduro, huku moja ya wabunge mashuhuri wa Marekani akisema kwamba siku za rais huyo zinahesabika. Hii inaibuka wakati huu ambapo Marekani imekuwa ikituma meli nzito za kivita katika pwani ya karibu na Venezuela katika kile ambacho Rais Nicolas Maduro anasema ni njama za Marekani za kutaka kubadilisha utawala katika taifa lake. Seneta mashuhuri wa Marekani ameonya kuwa Venezuela inaweza kukabiliwa na mabadiliko ya utawala muda wowote, huku akimtaka Rais Nicolas Maduro kuondoka madarakani. Onyo hilo linakuja wakati jeshi la Marekani likiongeza nguvu zake za kijeshi karibu na pwani ya nchi hiyo ya Amerika ya Kusini. Akizungumza na kituo cha televisheni cha CBS News, Senator Rick Scott ambaye ni mwanachama wa kamati ya masuala ya kijeshi na masuala ya nje ya Senate